hapa ni pale wafanyakazi wanasema watalia wakisaga meno. Poleni. Sasa Rais William Ruto hii leo ametangaza kufungua mpaka wa Kenya na Somalia ifikapo mwezi wa 4 kama njia ya kuchochea biashara baina ya mataifa hayo. Akizungumza wakati wa kutoa fedha za biashara za mpango wa Nyota kule Mandera. Licha ya hayo, pendekezo hilo linaibua tumbo joto kuhusu swala la usalama. Yugen Nambeka sasa anaarifu. Mpaka wa Kenya na Somalia ulifungwa mnamo mwaka 2011 baada ya misururu ya mashambulizi ya wanamgambo wa kundi la kigaidi la Al-Shabaab iliyokuwa imekithiri katika taifa hilo jirani wakati wa uongozi wa hayati Mwai Kibaki. Baada ya zaidi ya miaka 10 ya mpaka huo kufungwa, Rais William Ruto akiwa katika ziara yake ya kaskazini mashariki kutoa ufadhili wa fedha za mpango wa Nyota kwa vijana, ametangaza kuwa atarejea eneo hilo Aprili kufungua mpaka. Na hapa tunawapatia pesa ya biashara, si ni kweli? Na biashara haiwezi kufanyika kama mipaka yetu imefungwa. Kwa hivyo mimi narudi hapa mwezi wa 4 kuja kufungua ile border post. Licha ya kwamba kufungua mpaka huo kunaweza kuboresha uchumi kwa kuchochea biashara baina ya Kenya na Somalia na hata kukabiliana na biashara ya magendo, kunaibua wasiwasi wa kiusalama na makundi ya wanamgambo hao kutumia mwanya kupenyeza. Isitoshe, huenda raia wa nchi hiyo pia wakatumia mpaka huo kuingia nchini na kutaka kupata huduma zinazotolewa kwa ajili ya wananchi wa humu nchini. Hata hivyo, rais amesema analojibu. Mimi na nyinyi tutaungana, serikali ya Kenya tutashirikiana, nyinyi mtusaidie tuweze kukabiliana na wahuni na magaidi, ndio Mandera hii iendelee na maendeleo, iendelee na biashara, ndio Mandera ikue na isaidie kuchangia katika uchumi wa taifa letu la Kenya. Rais alieleza kuwa mpango huo utaboresha biashara na kuwapa wakazi wa kaskazini mwa Kenya nafasi ya kujisakia tonge na kuchangia katika kapu la taifa. Yugen Nambeka, NTV.